Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ameanza kulalama akisema kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anatengeneza mazingira ya kukubaliana na Iran katika mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea. Kufuatia mazungumzo yake na Rais wa Marekani mjini Washington, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba huenda Donald Trump anatengeneza mazingira ambayo huenda yakaleta mapatano mazuri na Iran. Mipango ya Israel wanataka Rais wa Marekani Donald Trump afanye mashambulizi ya haraka dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, amalize kabisa juu ya Iran kuwa na nyuklia, lakini pia akashambulia maeneo yote yenye silaha za masafa marefu ambayo Waziri Mkuu wa Israel anaona kwamba ni hatari zaidi kwa Israel. Akizungumza kabla ya kuondoka Marekani siku ya Alhamisi, Netanyahu alisema mazungumzo na Trump yalilenga zaidi Iran na mazungumzo yanaendelea ya nyuklia. Kwa kawaida majadiliano yalilenga katika masuala kadhaa, lakini kwa hakika kimsingi mazungumzo na Iran, rais anaamini kwamba wa Iran tayari wamejifunza ni nani wanashughulika naye. Anasema, kwa hivyo tunachoamini ni kwamba wakati huu Trump anatengeneza mazingira ya kuwa na ukaribu na Iran na kuachana na mpango wa shambulizi lolote. Anaamini kwamba hali anazounda Trump, pamoja na ukweli kwamba wanaelewa kwa hakika walifanya makosa mara ya mwisho kwa kutofikia makubaliano, zinaweza kuunda mazingira kufikia makubaliano mazuri, Netanyahu alisema. Huko nyuma mwezi Juni mwaka uliopita, utawala wa Israel wakati Iran na Marekani zikiendelea na mazungumzo ilianzisha vita vya siku 12 ambapo maafisa wa Marekani baadaye walikuja kuingilia kati wakilenga katika maeneo yenye vituo vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan. Lakini ni wakati huo Marekani ilikuwa katika mjadala mzito wa suala la nyuklia ambao haukukamilika kwa njia ya diplomasia kwa wakati huo. Sasa wakati huu pia, wakati Marekani ikiendelea na mazungumzo, ni Israel ambayo ilisema kwamba kuna uwezekano ikaamua kuingia peke yake kijeshi kufanya shambulizi dhidi ya Iran hata kama haitakuwa na mshirika yoyote. Lakini Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa upande wake, wakati huu licha ya mazungumzo hayo, ametangaza kupeleka meli nyingine ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati kuendeleza vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo kimsingi haikutishika na vitisho vya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Ikumbukwe meli kubwa ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyoambatana na silaha za hatari za kivita za Marekani za kisasa zaidi ilikuwepo karibu kabisa na ufukwe wa mlango bahari wa Hormuz, lakini iliondoka kwa ajili ya kupisha mazungumzo hayo. Ingawa Marekani pia ilijiunga na vita dhidi ya Iran, Israel hatimaye inalazimika kusihi kusitishwa kwa mapigano kutokana na operesheni kali za kulipiza kisasi cha kijeshi cha Iran. Na hata wakati huu mwanzoni mwa mzozo kati ya Iran na Marekani, ni Israel ambayo ilisema kwamba haipo tayari kuingia vitani dhidi ya Iran, lakini wakati huu imekuwa ikishinikiza zaidi Marekani iweze kuingia vitani kupambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo ya kivita nchini Marekani wametazama namna Iran ilivyo wakati huu, tofauti na miaka mingi iliyopita, kwamba ni taifa ambalo kimsingi limejiandaa kwa mapambano wakati wowote. Huku akielezea kile Netanyahu alichokiita wasiwasi wa jumla kuhusiana na ubora wa makubaliano yoyote na Iran, alisema makubaliano yoyote yanawezekana lazima yashughulikie wasiwasi wa Israel, likiwemo sio suala la nyuklia tu, bali pia makombora ya ballistic na uungaji mkono wa Iran na harakati za upinzani. Sitakuficha kwamba nilionyesha mashaka juu ya jumla kuhusu ubora wa makubaliano yoyote na Iran, alisema Netanyahu. Mpango wowote lazima ujumuishe vipengele ambavyo ni muhimu sana kwa mtazamo wetu, Netanyahu aliendelea. Sio suala la nyuklia tu, lazima Iran isiwe na makombora ya masafa marefu ambayo ni hatari. Makombora haya ni hatari kwa sababu yaliweza kusababisha madhara nchini Israel katika vita vya siku 12. Israel na Marekani zinaendelea kushinikiza kupanuliwa kwa mazungumzo yanayoendelea ya nyuklia ili kujumuisha mpango wa makombora wa Tehran na kuunga mkono harakati za upinzani. Lakini maafisa wa Iran wanasema masuala haya mawili ni mstari mwekundu ambao hautawahi kuwekwa kwenye meza ya mazungumzo, hasa suala la makombora. Mpango wa makombora wa Iran hautawahi kuwa kwenye meza ya mazungumzo, wanasema viongozi nchini Iran.
Uwezo wa makombora ya balistiki ya Iran ni mstari mwekundu ambao hautawahi kuwekwa kwenye meza, na Trump hata hivyo ameashiria kuwa yuko tayari kutoa nafasi ya diplomasia, akisisitiza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea licha ya shinikizo kutoka Tel Aviv kuachana na mazungumzo na Tehran. Rais wa Marekani pia alisema mkutano wake na Netanyahu ulimalizika bila matokeo mahususi, akiongeza kuwa anapendelea makubaliano ikiwezekana, lakini ataona matokeo yatakuwa vinginevyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.